Tuelekee Burkina Faso ambako rais wa nchi hiyo Captain Ibrahim Traore hivi karibuni, licha ya kunusulika kupinduliwa katika nchi yake na majangili ambao walitaka kumfanyia hivyo huyo rais wa Burkina Faso Ibrahim Traore, mwamba wa Afrika huyu, mwamba kweli kweli, rais Ibrahim Traore, lakini pia alinusulika hivi karibuni kupewa sumu kupitia chai ambayo ilitengenezwa katika ikulu ya huko Wagadugu. Lakini kutokana na umahiri wa walinzi wake na maafisa usalama wa nchi yake ambao wako naye bega kwa bega, waliweza kumshtua kwamba asiinywe chai hiyo. Lakini unaweza kujiuliza, hiyo sumu ilikuwa ni ya namna gani na inafanyaje kazi? Wachambuzi wa masuala ya siasa wanasema kwamba sumu hiyo ilikuwa ni aina ya VXT-42. Lakini jambo hili lilikuwaje? Nasema kwamba mkurugenzi mkuu wa idara ya usalama wa nchi ya Burkina Faso ANR, Omarou Riable, ameweka tahadhari kadhaa na kupitia watu wake ndani na nje ya jeshi na idara wamefanikiwa kugundua chai iliyokuwa apewe rais Captain Ibrahim Traore iliyokuwa imewekwa sumu na afisa mwandamizi wao kwa kumtumia mtu mmoja wa huduma za rais. Kwamba sumu hiyo aina ya VXT-42 yenye sifa ya kuua haraka mishipa ya fahamu na moyo iligundulika kabla rais hajanywa hiyo chai. Rais Traore tayari alishapokea kikombe cha chai hiyo, lakini akapata onyo la alama ya macho kutoka kwa mtu mwaminifu wa idara hiyo kwamba asinywe hiyo chai na ampe afisa mwandamizi aliyoileta ili ainywe yeye. Afisa huyo mbele ya saiko ya Mheshimiwa Rais akasema, hiyo chai iko salama mheshimiwa, unaweza kunywa tu. Ndipo Mheshimiwa Rais Ibrahim Traore aliagiza akamatwe na apelekwe kwa mahojiano zaidi na mwandalizi wa chai hiyo. Lakini Ibrahim Traore wanasema kwamba ni kama alitabiliwa kuzaliwa kwake na aliyekuwa rais wa nchi hiyo ambaye aliuawa mwaka 1987 huko Burkina Faso. Huyo si mwingine bali ni Sankara. Wanasema Thomas Sankara alitabiri kuzaliwa kwa Ibrahim Traore. Kwa namna gani? Wanasema Thomas Sankara alipokuwa hai alijua maisha yake yalikuwa hatarini. Sera na vitendo vyake vya ujasiri dhidi ya ubeberu vilimfanya kuwa shabaha. Alielewa kwamba siku moja mabeberu, hasa Ufaransa, wangejaribu kumuua ama kumuondoa. Sankara alikataa msaada wa kigeni kutoka kwa taasisi kama Shirika la Fedha la Kimataifa na Benki ya Dunia. Badala yake alichagua kujitegemea na kuifanya Burkina Faso kujitosheleza kwa chakula. Alitanguliza kilimo na kuigeuza nchi kuwa kikapu cha chakula cha Sahel. Alipunguza mishahara ya maofisa wa serikali, kutia ndani wake na kuishi maisha ya kiasi, akipata dola 450 tu kwa mwezi na kuwa na gari, baisikeli 4, magitaa 3, friji na nyumba ndogo. Kabla ya kuuawa kwake, njama iliyoungwa mkono na Ufaransa, Sankara alikuwa tayari ameona kwamba mapambano yangeendelea zaidi ya kifo chake. Wakati mmoja alisema, wakati wana mapinduzi kama watu binafsi wanaweza kuuawa, huwezi kuua mawazo. Leo maneno haya ni ya kweli. Ingawa walimuua Sankara, mawazo yake yanaishi. Kuzaliwa upya katika roho na uongozi wa Ibrahim Traore, ambaye anashiriki mifanano wa kushangaza na dira ya kimapinduzi na ujasiri wa Sankara. Haki hawawezi kuua mawazo, na hakika hawawezi kuua mawazo. Hii ndiyo sababu kama bara ni lazima kupachika historia ya Afrika na mawazo ya ukombozi katika mitaala yetu ya shule. Watoto wetu lazima wajifunze kuhusu kujitolea kwa mashujaa kama Sankara, Lumumba, Julius Nyerere, Amilcar Cabral, Gaddafi, Kwame Nkrumah, Sekou Toure na wengine wengi. Ni lazima tuwafundishe kupeleka mbele mwenge wa ukombozi wa kiuchumi, kisiasa na kiroho.
Ni wakati wa kuhama kutoka hadithi yake hadi hadithi yetu. Ni hapo tu ndipo tutakapokomboa akili za vijana wa Afrika na kupata uhuru wa kweli, sio kwa karatasi tu, bali kwa vitendo. Muktadha mzima wa habari hii ni kwamba Ibrahim Traore hivi karibuni pia amenusurika kuuawa kwa sumu ambayo alipelekewa na msaidizi wa ofisi ya rais, ambapo lakini baadhi ya watu Mungu ambao wamewaweka kuwa waaminifu walimwokoa kwa kumwambia kwamba asiinywe hiyo chai, bali ampe huyo afisa ambaye alikuwa ameipeleka. Lakini yeye Ibrahim Traore badala ya kumwambia kwamba ainywe yule ofisa ili labda adhurike, yeye akaamuru kwamba afisa huyo akamatwe na kwenda kuojiwa badala ya kumnywesha hiyo sumu. Huyo ndiye Ibrahim Traore wa Burkina Faso, mwamba kweli kweli, kipenzi cha Waafrika. Hii ni Nyikani TV.